Hii ni taarifa ya Chama cha Mapinduzi ambayo imetoa taarifa hiyo kwa umma ikieleza kwamba Halmashauri Kuu ya CCM Taifa imefanya kikao chake maalum jana tarehe 10 Machi mwaka 2025 jijini Dodoma chini ya mwenyekiti wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika kikao hicho Halmashauri Kuu ya CCM Taifa imepokea na kujadili ajenda kuu mbili kama ifuatavyo. Moja ni mapendekezo ya maboresho ya kanuni za uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola toleo namba 2022. Na pili ni rasimu ya ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025-2030. Kuhusu mapendekezo ya marekebisho ya kanuni na uteuzi wa wagombea wa uongozi katika vyombo vya dola, Halmashauri Kuu ya CCM Taifa imeridhia mapendekezo ya marekebisho ya kanuni maeneo yafuatayo. Marekebisho hayo ni kama ifuatavyo. Moja, mchakato wa uchukuaji na uteuzi wa wagombea wa nafasi za ubunge, uwakilishi wa majimbo na udiwani kata ama awali kule Zanzibar. Mchakato wa uchukuaji na uteuzi wa wagombea katika nafasi ya ubunge, uwakilishi na udiwani wa viti maalum kwa wanawake ikiwa ya pili. Tatu ni upanuzi wa wigo wa idadi ya wajumbe wa vikao vya chama jumuiya zake watakaopiga kura za maoni. Lengo la hatua hii ni kuimarisha misingi ya demokrasia, uwazi, kupanua uwakilishi wa wanachama wa CCM katika kuwapa wagombea nafasi za uongozi katika chaguzi za vyombo vya dola. Utaratibu utakuwa kama ifuatavyo. A. Kwa upande wa ubunge wa jumuiya ya wanawake UWT ngazi ya mkoa kwa upande wa Tanzania bara. A. Kwa upande wa ubunge wa jumuiya ya wanawake yani UWT ngazi ya mkoa kwa upande wa Tanzania bara, mkutano mkuu maalum wa UWT mkoa ambao utakuwa na wajumbe wafuatao. Moja ni wajumbe wote wa mkutano mkuu wa UWT mkoa kama ilivyoainishwa kwenye kanuni za UWT. Mbili, wajumbe wote wa kamati za utekelezaji wa UWT za wilaya. Na tatu, wajumbe wote wa kamati za utekelezaji wa UWT za kata. Kwa upande wa Zanzibar, mkutano mkuu maalum wa UWT mkoa utakuwa na wajumbe wafuatao. Moja ni wajumbe wote wa mkutano mkuu wa UWT wa mkoa. Mbili ni wajumbe wa kamati za utekelezaji za wilaya. Lakini tatu, wajumbe wa kamati za utekelezaji za majimbo. Na nne ni wajumbe wa kamati za utekelezaji wa kata ama award. Tano ni wajumbe wa kamati za utekelezaji za matawi. B. Kwa upande wa jumuiya ya UVCCM na wazazi, kura za maoni kwa waombaji nafasi ya ubunge na uwakilishi wa viti maalum wanawake kupitia jumuiya ya UVCCM na wazazi zitapigwa na wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa taifa kwa utaratibu ufuatao. Mkutano mkuu wa taifa UVCCM na wazazi itakuwa na wajumbe wanawake tu pekee. Wajumbe hao ni kama wafuatao. Wajumbe wote wanawake wa mkutano mkuu wa taifa UVCCM na wazazi. Mbili, wajumbe wote wanawake wa kamati za utekelezaji UVCCM, wazazi na za mkoa. Tatu, ni wajumbe wanawake wa kamati za utekelezaji wilaya UVCCM na wazazi. Lakini pia kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM imejadili ukomo wa viti maalum na kutoka na maadhimio yafuatayo. Kuwepo kwa ukomo wa vipindi viwili vya miaka 5 kwa nafasi ya ubunge, uwakilishi na udiwani na viti maalum kwa wanawake. Ukomo huo utaanza kutumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Narudia tena. Ukomo wa viti maalum. Kuweko kwa ukomo wa vipindi viwili vya miaka 5 kwa nafasi ya ubunge, uwakilishi na udiwani na viti maalum kwa wanawake. Ukomo huo utaanza kutumika katika ngazi ya uchaguzi mkuu katika mwaka 2030. Vile vile Halmashauri Kuu ya CCM Chama cha Mapinduzi Taifa
imepitisha kauli mbiu rasmi kwa ajili ya kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2025 isemayo kazi na utu, tusonge mbele. Kazi na utu, tusonge mbele. Kauli mbiu hiyo inaakisi dhamira ya chama kuendeleza juhudi za ujenzi wa taifa lenye maendeleo jumuishi na mshikamano wa kitaifa na ustawi wa watu wenye kujali utu. Kidumu Chama cha Mapinduzi imetolewa na Isa Haji Usi Gavu, katibu wa NEC Organization, tarehe 11 Machi mwaka 2025. Katika taarifa hii ambayo imetolewa na Chama cha Mapinduzi yani CCM, kuna vitu ambavyo ukivipitia kwa haraka kwa wale wana CCM huenda tayari wameshaona na kuona mabadiliko hayo. Mabadiliko ambayo ya kwanza ni mabadiliko kuhusiana na issue ya viti maalum. Ilikuwa haina ukomo, alikopa akichaguliwa mtu kupitia jumuiya ya vijana akikuwa anaenda jumuiya ya wanawake, kisha anazeekea au kufia humo kwenye ubunge. Sasa kupitia taarifa hii imeweka ukomo wa miaka 10 kwa mgombea, kwa maana vipindi viwili vya miaka mitano. Kwa hiyo atakaye gombea katika mwaka 2025, tafsiri yake huyu ataenda kustaafu au hatogombea tena katika mwaka 2035, kwa maana na miaka 10 tu ya kuwa mbunge. Na akihitaji kuendelea kuwa mbunge, basi hatopaswa kugombea au kuingia bungeni kwa tiketi ya viti maalum. Itampasa agombee jimbo na apambane na naume wengine na asiingie kama mgombea au mbunge wa viti maalum. Na hii sio tu kwa wale wagombea, ukomo huu pia unawekwa pamoja na wale wabunge wa kuteuliwa. Huenda pia na wenyewe ukomo wao ukawa ni wa kipindi cha miaka 10, kwa maana ukiteuliwa mara 2 jimarishe ukagombee jimbo. Ndo msimamo wa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia kwenye uchaguzi wa nafasi hizi za UWT, kwenye nafasi hizi za wabunge tuliona zamani UVCCM ambao ni vijana wa kiume walikuwa wanapata nafasi ya kuwachagua wabunge wa UVCCM ambao ni wanawake, wanaenda kwa kuwakilisha kwenye mikutano yao kupitia lile kundi la mbunge wa vijana, mbunge wa UVCCM. Vijana wa kiume walikuwa wanaruhusiwa kupiga kura, lakini kwa kanuni hizi mpya swala la kupiga kura wanaachiwa vijana wa wasichana peke yake. Kwa hiyo vijana wavulana hawatopiga kura tena, badala yake kura hizi zimeachwa kwa kina mama na wasichana waamue wenyewe kura hizo. Kwa mabadiliko haya yaliyoletwa na Chama cha Mapinduzi, tunaweza kusema yako mbele ya muda. Chadema leo hii wanaongea habari ya ukomo, lakini hawajaweka maadhimio. Tunaona kwa CCM wao wamekuwa mstari wa mbele kueleza kwamba hicho ambacho kinapigiwa kelele na Chadema, ambacho Chadema wanakimba, wao wamekifanya na kukitekeleza na kukiadhimia kwa vitendo. Kwa hiyo wameenda mbele ya muda zaidi ya kuweka ukomo huo. Na ifahamike tu kwamba kanuni hizi huwa zinatumika kuanzia zinapotangazwa. Kwa hiyo tumeelezwa kwenye taarifa hii kwamba hii kanuni itaanza kutumika mwaka 2030. Mwaka 2030 ndo 2030 ndo itaanza kutumika kanuni hii. Kwa hiyo wale ambao walishakuwa wabunge awali ni kama haihesabiki kama ni sehemu ya kuwaondoa kwenye mfumo, lakini na nafasi ya wao kujiandaa kisaikolojia kwamba wana kipindi cha miaka 10 ya kuhudumu. Sasa kuna wale ambao walisha hudumu miaka 10 huko nyuma, wao miaka yao 5 inaanza kuhesabika kuanzia kipindi cha miaka 5 hii ambayo tunaenda nayo. Ina maana hii itahesabika kama miaka 5, lakini na nyuma wana miaka 5 mingine. Kwa hiyo hii kanuni ukiangalia imeelezwa kwamba hawa ambao ni wabunge wa viti maalum, kanuni hii itaanza kutumika kwao kuanzia mwaka 2030. Tafsiri yake ni nini? Kwamba hii kanuni imechelewa kutoka. Ingetoka mapema, ina maana ambao ni wabunge wa viti maalum sasa hivi waliokaa kipindi cha miaka 10 wasingeruhusiwa kugombea kupitia makundi yao na kwenda kama wabunge wa viti maalum. Kwa hiyo hekima ya chama ilichoamua hapa ni kwamba tuwape miaka 5 wamalizie. Kama kuna mtu alikopa na 5 ndo kaanza, basi atakuwa naye ana 10. Kwa hiyo aliyeanza 2025 tafsiri yake ana miaka 5, lakini akishinda
25-30 inakuwa na miaka 10. Kwa hiyo tafsiri yake tunapoenda kwenye uchaguzi wa 2030 hawa wabunge wote ambao watakuwa ni wabunge wa viti maalum, ukiwaacha ambao wataanza 25-30, wengi watapoteza sifa ya kuwa wabunge au kugombea nafasi ya ubunge. Watakaopata sifa ni wale tu ambao watakuwa wamechaguliwa kwa mara ya kwanza 2025, kwa sababu wao watakuwa na miaka 5. Lakini wale wa mwanzo ambao walisha kuwepo kabla ya 2025, wao wana miaka 5 tu ya kumaliza nafasi zao za ubunge wa viti maalum. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.